Juzi nilikuwa natazama katika mtandao, nilikuwa na peruzi, ghafla nikakutana na taarifa ya binti mmoja amefiwa na mbwa wake anaitwa Manunu. Yule mbwa aitwa Manunu, yule mbwa kafiwa na mbwa wake aitwa Manunu. Sasa sio tatizo kwamba mimi na mbwa wangu nikafiwa na yule mbwa wangu, sio tatizo. Mbwa amefariki, sio tatizo. Lakini tatizo linakuja ni kwamba yale mahusiano na yule mbwa imefikia kiwango yamewekwa matanga nyumbani, msiba, kwamba kuna msiba, nimefiwa na mbwa wangu, na kwenye ule msiba imewekwa picha kubwa na kitabu cha maombolezo, kwamba watu wanakuja wanaandika pale majina yao na rambirambi wanatoa, kitabu cha maombolezo. Aliyekufa ni nani? Ni mbwa aitwa Manunu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali imefika kiwango watu wanakuja kwenye msiba vilio, yani mtu yuko mtaa wa tatu anaanza kuangusha kilio, anakuja kwenye msiba wa Manunu, anakuja kwenye msiba wa mbwa. Dunia imefikia kwenye kiwango hiko, jamii imefikia kwenye level hiyo, kwamba mtu ana mbwa wake kafiwa, anaweka msiba, anaweka matanga, na anaweka tarehe maalum ya kumzika yule mbwa, na daftari maalum la rambirambi, na watu wanakuja wanatoa pesa, na wengine wanalia machozi aliyekufa mbwa. Jamii imefikia katika level kama hiyo. Jamii hii ikiachwa, jamii hii isipoelezwa, jamii hii isipoambiwa ubaya na madhara ya haya, ili jambo litaonekana la kawaida. Ili jambo la kuwa na mahusiano na mbwa litaonekana leo mnaona ni kawaida mtu kuwa na mahusiano na mbwa, lakini baada ya miaka 30 mbele tutakuja kushuhudia ndoa. Leo tunashuhudia msiba wa mbwa na watu wanakwenda kuomboleza na watu wanalala matanga, mbwa kafa. Baada ya miaka 30 mbele tutakuja kushuhudia harusi ya mbwa, tutakuja kushuhudia mbwa anayekiwa sherehe kajifungua, tutakuja kushuhudia katika nchi hii. Haya yasipoelezwa, madhara na ubaya, na hii inatokana na watu kukosa misingi ya dini. Hii inatokana na watu kukosa misingi ya dini ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kumpata mwanamke ni jambo la sekunde, jambo la sekunde. Tena mbaya zaidi, kumpata mwanamke katika zama za leo wala utumii gharama. Wanawake wamekuwa rahisi kumnunua mwanamke sasa hivi 2,000 tu unapata mwanamke. Sizungumzi mamilioni, malaki, la hasha wakalla. Jamii yetu hivi sasa leo kumpata mwanamke 2,000. Yani ukienda Tandale kuna mtaa unaitwa mtaa wa Kaitaba, ukienda huko mwanamke 2,000. Mtu anaweza akajua, shekhe kajuaje? Mbona ujiulize shetani nimemjuaje? Niko namza shetani. Yani haya mambo lazima watu wafanye research, wagundue jamii inakumbana na changamoto gani. Tunapambana sadaka, zaka, huku kuna mmomonyoko wa maadili, watu wanaharibika. Mtu ana mapenzi na mbwa, ndo mpenzi wake mbwa kafiwa, analia, anaweka matanga, nyie mmekazana sadaka. Jamii huku inaharibika. Tutokeni, twendeni field. Unajua kuna baadhi ya wakati walitablighi wale watu wanawasema, lakini mimi nawakubali sana wale wanatoka wanakwenda field, wanakwenda mtaani, wanakutana na watu, wanazungumza nao, wanajua wale watu wana changamoto gani. Sasa huwezi kuwatoa watu kwenye changamoto yao bila ya kujua wana changamoto gani. Lazima mashekhe wakubali kwenda field. Kaa nao watu, utawajua wana tabia gani. Idha kunta fi amrin fakun fihi. Ukiwa katika jambo la kidawa, wewe ni mtu wa da'wa, kuwa ndani ya da'wa yenyewe. Huwezi kutoa da'wa kama hujui watu wana changamoto gani. Na siku zote ukiwa dai,
Ukiwa kiongozi wa kidini, kiongozi wa kijamii, moja ya jukumu ni kuangazia kwamba jamii inapitia changamoto ya aina gani kwa hivi sasa, ili uweze kutafuta solution ya ile changamoto na muweze kuifanyia kazi kuweza kuiondosha kwenye jamii. Ili ni jukumu la kiongozi wa dini au dai yoyote. Moja ya jukumu lake ni kuangalia jamii inapitia changamoto ya aina gani kwa hivi sasa. Sasa miongoni mwa changamoto ambazo jamii inapitia kwa hivi sasa ni changamoto ya jambo laitwa ushoga. Tumelizungumza kwa upana, kwa undani wiki iliyopita kitu kinaitwa ushoga, kwamba hivi sasa jamii inakumbana na mtihani kama huo. Bali jamii hivi sasa inakumbana na changamoto ya kitu kinaitwa broken family. Familia zinavunjika, ndoa zinavunjika. Watu wanaoana miaka 2, 3, ndoa zinavunjika. Jamii hivi sasa inakumbana na changamoto ya kuvunjika kwa ndoa. Na ndoa ikivunjika, maana yake ni kwamba jamii inakuwa haiwezi kuwa sawasawa, kwa sababu ndoa ndiyo inazalisha jamii. Ndoa ndiyo inazalisha kizazi, inaleta kizazi. Ndoa ndiyo inaweza kutengeneza jamii. Tafsiri yake ni kwamba ndoa zikivunjika, maana yake ni kwamba na jamii nayo pia inaingia katika maharibiko makubwa. Sasa katika miongoni mwa kitu ambacho jamii hivi sasa inakumbana nacho ni kuvunjika kwa ndoa. Kila mmoja aliyekuwa hapa ni shahidi kwamba hivi sasa tuna changamoto ya jamii kuvunjika kwa ndoa, na kila mmoja anapaswa kulaumiwa katika hili. Inawezekana mtu akasema chanzo ni mwanamke, inawezekana kuna mwingine akasema chanzo ni mwanamume, lakini kila mmoja anapaswa kulaumiwa katika hili. Na ndoa zilipokuwa zinavunjika, ndio leo unaona wanaanza kutokea panyarodi mitaani. Leo unaweza ukaona kuna watoto ambao wanaitwa machokoraa mitaani, kwa sababu ni watoto ambao wamekosa malezi ya baba na mama katika jamii. Kwa hiyo jamii inapitia changamoto ya kuvunjika kwa ndoa hivi sasa. Ukienda katika mahakama, talaka zimekuwa nyingi. Ukienda katika mabaraza ya kata, talaka zimekuwa nyingi. Migogoro ya kifamilia imekuwa mingi. Ukienda BAKWATA, migogoro imekuwa ni mingi. Ukienda Zanzibar katika mabaraza ya usuluhishi huko, migogoro ya ndoa imekuwa ni mingi. Yani jamii imekumbana na kitu kinaitwa kubomoka au kuvunjika kwa ndoa. Hii ni changamoto ambayo jamii inapitia kwa kipindi kama hiki. Sasa nani wa kulaumiwa katika jambo kama hili? Hakuna wa kumlaumu, isipokuwa anayepaswa kulaumiwa ni jamii yenyewe, ndio inapaswa kulaumiwa. Lengo la ndoa, Mwenyezi Mungu ameweka kitu kinaitwa ndoa. Lengo iweze kupatikana nasli, kiweze kupatikana kizazi kupitia kitu kinaitwa ndoa. Lengo la ndoa watu waweze kupata sakina. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Malengo ya ndoa, mwanamume aweze kupata utulivu na mwanamke aweze kupata utulivu. Tafsiri yake ni kwamba ndoa ikiwa imevunjika, mwanamume hawezi kupata utulivu wala mwanamke hawezi kupata utulivu. Na ndio maana leo unaona jamii inaingia katika mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo jamii inapitia changamoto ya kitu kinaitwa broken family. Familia zinavunjika kwa kitu kinaitwa ndoa. Na mbaya zaidi, wakati watu wanatengana, tayari wana watoto 2, tayari wana watoto 3. Kesi nyingi hivi sasa ni kesi za kuhusu malezi ya watoto. Yani baba ametengana na mke wake, apeleki huduma kwa mke wake. Hiyo hali jamii inapitia hivi sasa. Mtu ametengana na mke wake, amezaa naye watoto 2, 3, baba apeleki huduma za watoto. Jamii inakumbana na changamoto kama hiyo. Mwisho wa siku mwanamke anachokifanya,
anaamua kwenda kutafuta mwanamume mwingine, au anaamua kwenda kutafuta njia itakayomfanya aweze kupata kipato kwa ajili ya kuweza kuwalea wale watoto. Na ndio mwisho wa siku unaona watoto wanalelewa katika maadili yaliyokuwa mabovu. Au inawezekana baba akachukua wale watoto akawa anakwenda kuishi nao, lakini mwisho wa siku baba anakuwa hana muda wa kukaa na wale watoto. Mwisho wa siku watoto wanakosa malezi ya uangalizi wa wazazi. Tunazalisha panyarodi, tunazalisha mashoga katika jamii, tunazalisha wezi katika jamii. Ni kwa sababu ya kukosekana kitu kinaitwa ndoa, ni kwa sababu ya kuvunjika kwa kitu kinaitwa ndoa. Kwa hiyo jamii inahitaji msaada sana kwenye eneo hilo. Kwa hivi sasa jamii inahitaji msaada kwenye eneo hilo kwa hivi sasa, kwamba namna gani ndoa katika jamii zinaweza kudumu. Na lau kama jamii itaachwa baada ya miaka 20 au 30 mbele, tutegemee kwamba katika jamii yetu hivi sasa kutakuwa hakuna kitu kinaitwa ndoa. Bila ya kuchukua hatua za makusudi, tutegemee ya kwamba baada ya miaka 20 mbele katika jamii yetu hivi sasa kutakuwa hakuna kitu kinaitwa ndoa. Kama unavyoona hivi sasa, ndoa zimekuwa ni nadra sana katika jamii. Yaani waoaji wamekuwa ni wachache, tofauti na wale ambao wasiotaka kuoa. Wasiotaka kuoa wamekuwa ni wengi zaidi kuliko wanaotaka kuoa. Ndugu zangu, kwa hali ilivyo hivi sasa katika jamii, mambo yanavyokwenda, ukitazama kwa makini unaweza usione athari ya changamoto zinazotokea katika jamii katika wakati kama huu. Lakini baada ya miaka 10 ama 20 mbele, unaweza kuja kuona athari ya changamoto hizi ambazo leo zinatokea katika jamii baada ya miaka 10 mbele. Kama unavyoona, walioanza kupandikiza baadhi ya fikra katika jamii ya mambo ya ushoga walianza kidogo kidogo. Walianza kwenye radio, walianza kwenye television, walikwenda kwenye magazeti, leo yapo kwenye mitandao. Leo katika jamii inaonekana ni jambo la kawaida. Hii ni outcome au ni matokeo ambayo watu waliinvest miaka kadhaa nyuma iliyopita. Na changamoto tunazoziona leo katika jamii, athari yake hatuwezi kuiona leo, tunaweza kuja kuiona baada ya miaka 20 mbele. Kuvunjika kwa familia leo, kukithiri kwa talaka leo katika ndoa, athari yake huwezi kuiona leo. Athari yake unaweza kuja kuiona baada ya miaka 20 mbele, kwa sababu tayari jamii inakuwa ishaharibika. Watoto wanakuwa tayari washaharibika kwa sababu wamekosa malezi ya baba, wamekosa malezi ya mama. Athari yake inakuja kupatikana baada ya miaka 20 mbele. Ndugu zangu, kulipokosekana kitu kinaitwa ndoa katika jamii, kulipokosekana kitu kinaitwa ndoa katika jamii, athari yake leo katika jamii, wamepatikana watu wanatengeneza uhusiano mpaka na wanyama. Kulipokosekana kitu kinaitwa ndoa katika jamii, athari yake leo watu wanatengeneza mahusiano mpaka na wanyama. Waswahili wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Zamani tulikuwa tunashuhudia, tunaona wazungu, mtu akiwa ana mahusiano na mbwa, akiwa ana mahusiano na ng'ombe, akiwa ana mahusiano na farasi wake, akiwa ana mahusiano na mnyama. Tulikuwa tunaona hivyo katika movie, tulikuwa tunaona hivyo. Jambo lile lilikuwa linaonekana kama vile ni jambo la kawaida. Lakini leo tunavyozungumza, Tanzania tabia hiyo imezuka. Yaani imekuwa mtu anaweza kutengeneza mahusiano na mnyama. Mtu anaweza kutengeneza mahusiano na mnyama. Yaani mwanamke akawa na mahusiano ya kimapenzi na mbwa wake. Tanzania leo tumefikia katika level hiyo. Mwanamume anaweza kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mbwa. Tanzania tumefikia katika level hiyo. Inawezekana wewe usiyaone hayo, lakini hali ilipofikia leo, jamii ilipofikia leo, kwa kukosekana kitu kinaitwa ndoa, watu wanaweka mahusiano na mbwa.
Sasa hili halikuzuka from nowhere, hapana. Ukizitazama zile herufi za LGBTQ, wale ambao wanaohamasisha mapenzi ya jinsia moja, ukitazama zile herufi zina maana yake, lakini mbele ya zile herufi mwishoni kuna plus. Yani maana yake kuna vitu vinaongezeka kadiri ya siku zinavyokwenda, kuna herufi watakuwa wanaziongeza mbele. Ukisema L, maana yake lesbians, mapenzi ya jinsia moja baina ya mwanamke na mwanamke. Zamani ilikuwa ni jambo ambalo ukiliona unastaajabu, leo ni jambo la kawaida. Ni chama maalum kile, watu walikianzisha, lengo dunia nzima waone ni jambo la kawaida, kukawa na chama maalum. Kwa hiyo ukiona herufi L, maana yake ni lesbians, maana kuna watu wanaingiliana mapenzi ya jinsia moja, wanawake na wanawake, wanaitwa matomboi. Wanaitwa matomboi. Zamani ilikuwa kumuona tomboi mtaani ilikuwa nadra. Sasa hivi kukutana na binti aliyevaa mavazi ya kiume kiasi ambacho ukawa unastaajabu, huyu mwanamke au mwanaume, imekuwa ni jambo la kawaida. Imekuwa ni jambo la kawaida. Kuna binti mmoja mimi namjua, yule binti maisha yake yote yeye anavaa mavazi ya kiume, maisha yake yote anavaa mavazi ya kiume, na ni mtangazaji katika television. Sasa hivi sio amekuwa jaji kwenye mashindano sio ya music sio na nini, maisha yake yote yeye ni mtu wa kuvaa mavazi ya kiume. Sasa imekuwa haitoshi, imefika kiwango sasa hivi imekuwa ni fashion, wanavaa na kanzu na kofia. Kanzu imezoeleka, wanavaa Waislamu, wanaweza akavaa hata mtu ambaye sio dini nyingine, au tumezoea wanavaa maustadhi, wanavaa mashekhe. Lakini leo imekuwa wanawake na wenyewe wanavaa kanzu, wanachukua na vilemba wanafunga. Yani kanzu limekuwa ni vazi la kike sasa hivi. Kwa wale ambao wanaofuatilia jambo hilo watakuwa wanaliona. Sasa ukifuatilia unaweza ukaona kama ni jambo la kawaida, kumbe ile ni project maalum. Ile ni project maalum. Wale lesbians, moja ya nembo yao ni wao kujifananisha na wanaume. Mavazi wanayovaa wanajifananisha na wanaume. Sasa ule ni mpango maalum. Ukienda kuna herufi nyingine, kuna G, gays. Kuna watu pale ambao wanaingiliwa kinyume na maumbile. Ni herufi imewekwa, ni chama maalum kimewekwa kile, kwamba bwana hawa ni magays wanaingiliwa kinyume na maumbile. Ni mpango maalum. Zamani ilikuwa ni jambo ambalo nadra kuliona, lakini leo ni jambo la kawaida. Ndugu zangu, jamii inahitaji msaada. Ndio maana tukasema katika mada yetu ya leo tunazungumzia ya kwamba jamii inahitaji msaada. Haya yasiposemwa, haya yasipoelezwa, baada ya miaka 20 mbele jamii itakuwa imeoza, haifai. Ikiwa leo utamuona binti yako anavaa nguo za kiume ukaona ndiyo maendeleo, au anachukua kanzu anavaa na kilemba anajifananisha na maustadhi, mashekhi au na wanaume, ukaona ni jambo la kawaida, baada ya miaka 20 mbele, tegemea kwenye jamii tumezalisha lesbians, wasichana ambao wanaingiliana wao kwa wao, wengi sana katika jamii. Leo zikikosekana ndoa katika jamii, tutegemee baada ya miaka 30 mbele watazalika lesbians, wasichana ambao wanaitwa matomboi, ambao hawahitaji ndoa bali wao wanahitaji kuoa. Yani mwanamke naye anahitaji kuoa baada ya miaka 30 mbele. Jamii ikiachwa bila kuelezwa, bila ya kutibiwa ule ugonjwa uliokuwa katika jamii. Sasa leo katika jamii imefika kiwango mtu ana mahusiano na mnyama. Ana mahusiano na mnyama. Juzi nilikuwa natazama katika mtandao, nilikuwa na peruzi, ghafla nikakutana na taarifa ya binti mmoja
amefiwa na mbwa wake anaitwa Manunu. Yule mbwa aitwa Manunu, aitwa Manunu. Yule mbwa kafiwa na mbwa wake aitwa Manunu. Sasa sio tatizo kwamba mimi na mbwa wangu nikafiwa na yule mbwa wangu, sio tatizo. Mbwa amefariki, sio tatizo. Lakini tatizo linakuja ni kwamba yale mahusiano na yule mbwa imefikia kiwango yamewekwa matanga nyumbani, msiba, kwamba kuna msiba, nimefiwa na mbwa wangu, na kwenye ule msiba imewekwa picha kubwa na kitabu cha maombolezo, kwamba watu wanakuja wanaandika pale majina yao na rambirambi wanatoa, kitabu cha maombolezo. Aliyekufa ni nani? Ni mbwa aitwa Manunu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali imefika kiwango watu wanakuja kwenye msiba vilio, yani mtu yuko mtaa wa tatu anaanza kuangusha kilio, anakuja kwenye msiba wa Manunu, anakuja kwenye msiba wa mbwa. Dunia imefikia kwenye kiwango hiko, jamii imefikia kwenye level hiyo, kwamba mtu ana mbwa wake kafiwa, anaweka msiba, anaweka matanga, na anaweka tarehe maalum ya kumzika yule mbwa, na daftari maalum la rambirambi, na watu wanakuja wanatoa pesa, na wengine wanalia machozi aliyekufa mbwa. Jamii imefikia katika level kama hiyo. Jamii hii ikiachwa, jamii hii isipoelezwa, jamii hii isipoambiwa ubaya na madhara ya haya, ili jambo litaonekana la kawaida. Ili jambo la kuwa na mahusiano na mbwa litaonekana leo mnaona ni kawaida mtu kuwa na mahusiano na mbwa, lakini baada ya miaka 30 mbele tutakuja kushuhudia ndoa. Leo tunashuhudia msiba wa mbwa na watu wanakwenda kuomboleza na watu wanalala matanga, mbwa kafa. Baada ya miaka 30 mbele tutakuja kushuhudia harusi ya mbwa, tutakuja kushuhudia mbwa anayekiwa sherehe kajifungua, tutakuja kushuhudia katika nchi hii. Haya yasipoelezwa, madhara na ubaya, na hii inatokana na watu kukosa misingi ya dini. Hii inatokana na watu kukosa misingi ya dini ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Bali inakosekana kitu, malezi. Yakikosekana malezi yaliyokuwa mazuri, mwisho wa siku ndio wanakuja kuzalikana watu kama hawa ambao wanakuja kuleta mambo ya ajabu katika jamii, kitu ambacho zamani hakikuwepo, kitu ambacho zamani ilikuwa haiwezekani. Akatokea mtu akaonekana ana mahusiano na mbwa, ilikuwa haiwezekani katika maisha yetu ya Kitanzania. Sio culture yetu, sio utamaduni wetu, bali ni watu wameamua kutuletea utamaduni huo. Leo limeonekana ni jambo la kawaida. Jamii imefikia katika kiwango kama hiko. Sasa haya yasiposemwa, ndiyo unarudi katika yale maneno ya mwanawachuoni Farabi aliposema ya kwamba haiwezi kuwa kheri ikiwa jamii watakuwa wanaona kuna kheri mahala fulani, kisha ile kheri watakuwa hawaienezi kwa jamii ya watu wenzao, au kuna shari kisha wakawa hawapo tayari kuiondosha ile shari kwenye jamii, itakuwa hakuna maana ya kuwepo na jamii. Jamii iliyokuwa bora ni ile ambayo ipo tayari kushare kheri na wenzao, ipo tayari kushare mambo mazuri. Ukiwa unaona hili zuri, share na wenzio. Ikiwa unaona hili ni baya, kataza ule uovu. Katika moja ya sifa ya sisi kuitwa umma bora, sisi Waislamu kuitwa umma bora, ni kwa sababu tunaamrishana mambo yaliyokuwa mema na kukatazana mambo yaliyokuwa maovu. Ndiyo maana tukaitwa ni umma bora, kuntum khaira umma. Mwenyezi Mungu ametuita umma uliokuwa bora. Kwa nini? Ni kwa sababu mnawatoa watu katika uovu na mnawaamrisha watu wafanye mambo yaliyokuwa mazuri. Tukiacha kuyasema haya, kutakuwa hakuna maana ya kuwa na jamii, kutakuwa hakuna maana ya kuwa na viongozi wa dini. Tena ajabu zaidi, wengine wanaokwenda
katika matukio kama hayo ni vijana wa Kiislamu, ni vijana wa Kiislamu, na wanaoyafanya hayo baba zao hawakushuhudiwa wakiwa wanayafanya hayo. Baba zao hawakushuhudiwa wakiwa wanayafanya hayo, bali wengine baba zao ni Waislamu wanaotambulika kwamba hawa ni wazee wa Kiislamu, lakini leo watoto wale wale wanakuja kuwavua nguo wazee wao kufanya mambo ambayo hayapo katika mila ya Uislamu, bali hayapo katika mila ya Utanzania. Ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakipo, bali tunaletewa mambo ambayo tunakuja kupandikiziwa tuone ni jambo la kawaida. Leo ukiingia katika mtandao, yani watu wana comment kwamba mtu mbwa amefariki, anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nitakuja kuleta rambirambi zangu. Yani mtu na yeye ana comment kwenye ile page ya yule msanii ambaye kafiwa na yule mbwa, anasema nitakuja kuleta rambirambi. Kijana wa Kiislamu, na kweli kesho unamuona anakwenda kusaini kitabu cha rambirambi, anatoa mchango wa msiba wa mbwa. Jamii imefikia kwenye kiwango kama hiko. Bali iliwahi kusikika mtu akiwa anaongea anasema kwamba mimi kwenye maisha yangu faraja yangu ninayoiona ni mbwa wangu, faraja yangu ninayoiona ni mbwa wangu. Yani hakumuona Allah kuwa ni faraja, hakuona wazazi wake kuwa ni faraja, wala hakuona ndugu zake kuwa ni faraja. Faraja yake anaona ni ule mbwa wake aliyekuwa naye. Jamii imefikia kwenye kiwango kama hiko. Kwa hiyo jamii inaumwa, jamii inahitaji msaada, kusaidiwa. Ikiachwa jamii inapoelekea, hali itakuwa mbaya zaidi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, katika moja ya vitu ambavyo alivyokuwa anavifanya kwenye maisha yake ni kuhakikisha jamii inaathirika na tabia yake aliyokuwa nayo. Mtume alikuwa akiathiri jamii aliyokuwa nayo kwa tabia zake. Mtume alikuwa anahakikisha jamii aliyokuwa nayo inabakia kuwa salama. Mtume alikuwa hakubali jamii aliyokuwa nayo akiiona inaangamia. Mtume alikuwa hakubali katika hilo, bali mtume alikuwa akipambana. Mtume alikuwa hapati usingizi ikiwa anaona jamii ipo katika mmomonyoko wa maadili. Mtume aliikuta jamii ya Makuraishi ipo kwenye hali mbaya, watu walikuwa wakiabudia miungu ya tende, jamii ilikuwa ipo katika hali hiyo. Leo tunashuhudia watu wanafanya mazishi ya mbwa. Mtume alikuta watu wanaabudia tende, mtu ana mungu wa tende. Mtume alihakikisha ile miungu ya tende mwanadamu hawezi kwenda kuabudia. Kwa hiyo mmoja ya kazi aliyokuja nayo mtume ni kuhakikisha anaitoa jamii. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad manna Allahu 'ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wakati wa mtume watu walikuwa katika upotevu wa hali ya juu. Haya mnaoyaona leo, mtume alikuja kuyaondosha haya. Tabia za kinyama zinazoonekana leo, mtume alikuja kuziondosha. Leo watu wanalazimisha kuzirudisha katika jamii. Wasiposema mashekhe, maana yake watakuwa wameacha kazi ya bwana Mtume Muhammad. Wasipoongea mashekhe habari hizi, kutanabaisha jamii, kuwaeleza jamii kwamba jamii ilipofikia sasa, hapana, enough is enough, inatosha. Wallahi, katika moja ya masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale ambapo mashekhe watakapokaa kimya, wakauona uovu kama huu unatokea katika jamii, kisha wao wakaona ni jambo la kawaida. Bali imefika kiwango hao waliogewa dhamana, ambao mtume anasema al-ulama warathatul anbiya, kwamba wanawachuoni ni warithi wa mitume, wao wanafanya kazi ya mitume. Yani kuna mashekhi ambao kuyakemea haya hawawezi. Yani mtu anaona nikiyakemea haya bwana jamii itanionaje? Nikiyakemea haya watansema vibaya, nikiyakemea haya watanikomenti vibaya. Al-ulama warathatul anbiya, wanawachuoni wamebeba kazi ya mitume, na mitume moja ya kazi yao ni kuinusuru jamii iwe katika usarabu uliokuwa mzuri.
waende katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mashekhe wasipoyasema haya, masulia yao yanakuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna baadhi ya mashekhe wengine hao wenye tabia hizi za ajabu za kinyama ndio wamekuwa marafiki zao, ndio mashoga zao. Yani mtu ana urafiki na ndio shoga, yani anashindwa kumwambia, anaona urafiki wangu mimi na huyu utakufa, kwa hiyo anaamua kumwacha. Anamuona anafanya uovu, kumkemea anashindwa, anaogopa kwamba urafiki wangu mimi na huyu utakufa. Shekhe, urafiki wako hauwezi kuwa mzuri baina yako wewe na huyu ikiwa hujamlingania katika kheri. Yani rafiki aliyekuwa mzuri ni yule ambaye anakwambia hili zuri, ili baya, nenda huku pazuri, huku usiende kubaya. Lakini ukiwa na rafiki anafanya mambo ya kiovu na unamuona katika mtandao anafanya mambo ya ajabu, kisha ukakaa kimya, maana yake bado hujatekeleza wajibu wako kama kiongozi wa dini. Jamii inahitaji msaada. Jamii inahitaji msaada, na hakuna anayeweza kuitoa jamii katika mtihani huu tuliokuwa nao isipokuwa ni viongozi wa dini. Hawa watoto hawa wanategemea jamii iliyokuwa bora. Ikiwa wataachwa hawa bila ya kutengenezewa mazingira yaliyokuwa sawa sawa, jamii inayofuata itakuwa ni jamii zaidi ya wanyama, zaidi ya kile ambacho tunakishuhudia hivi sasa. Jamii inayokuja, jamii inahitaji msaada. Leo nilikuwa natazama katika mtandao, nimeona kuna mwanamke mmoja katika mtandao, kuna mwanamke mmoja yeye ameamua kujitangaza wazi kabisa, ameamua kujitangaza wazi kabisa kwamba yeye ni lesbian, ni mwanamke ambaye anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Ameamua kujitangaza wazi kabisa, yeye ni lesbian, anashiriki mapenzi ya jinsia, amejitangaza wazi kabisa. Jamii imefikia kwenye kiwango kama hiko, jamii imefikia katika hali kama hiyo, wazi kabisa yupo katika mtandao kwamba bwana, mimi ni lesbian, mapenzi ya jinsia moja ndiyo kitu ninachoshiriki. Yuko wazi, na wala hakuna mtu anayesema, na wala hakuna anayekemea. Watu waona ni jambo la kawaida. Ndugu zangu, tunaweza kuwalingania watu juu ya jambo la pepo, lakini bila kuambia wapi wanapokosea, tutakuwa tujaisaidia jamii. Lazima jamii iambiwe wapi wanakosea, wapi wanapatia. Tuwaeleze kwamba hili la sawa, hili sio sawa. Tuwaambie Mwenyezi Mungu ile analikemea, Mwenyezi Mungu ile halitaki. Sasa haya yasiposemwa, ndio maana mnaona leo jamii kila kitu inaona ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida kila jambo, hata hili la mbwa hili kuwa kaandaliwa mazishi, leo jamii yaonekana ni jambo la kawaida. Yaani ukiingia huko kwenye mitandao wanaona ni jambo la kawaida, wala sio swala, wanaona ni jambo la kawaida. Sasa itakuja kufikia kipindi kila mmoja atakuwa na mbwa wake, ataweka matanga, kisha tutakuwa tunaitwa kwenye msiba tukazike kama tunavuzika wanadamu. Tunataka kuaminishwa kuwa huu ndio utamaduni wetu. Tunataka kuaminishwa kwamba huu ndio ustaarabu wa kibinadamu, which is not true, kitu ambacho sio sawa sawa. Na tunayaongea haya kwa ukali kwa sababu tunaona tunapoelekea siko. Kila nikitazama jamii vya inapoelekea, wallahi tupo katika mtihani uliokuwa mzito, mfano wake hakuna. Kila nikitazama tabia zilizokuwa mtaani ni mbaya, mfano wake hakuna. Kila nikitazama ndoa muhali, mtihani, kesi zimekuwa nyingi, mimi hata kuniingilia kinyume na maumbile, mara hivi mara, yani ndoa zimekuwa na mushkil, kila kona jamii imekuwa na mtihani. Hakuna dhambi unayojua wewe ambayo Uislamu umekataza katika jamii, dhambi hiyo hivi sasa haipo. Hakuna dhambi unayojua wewe mbaya Uislamu umekataza, dhambi hiyo katika jamii haipo. Kila dhambi unayojua wewe ipo mtaani, kila dhambi unayojua wewe ipo mtaani, imezagaa na inaonekana ni jambo la kawaida. Hakuna anayekemea, hakuna anayesema. Wanaopata platform za kusimama na kusema, wakisimama kwenye membari, kazi yao kuwapaka watu mafuta, kuwasifia. Unajua fulani bwana, unajua. Jamii inaharibika shekhe,
Jamii inavurugika Sheikh. Kwa nini usiseme Sheikh? Yani imefika mahala hivi sasa jamii nyoyo zimekufa, wanahitaji mawaidha magumu, sio mawaidha mepesi tena. La hasha wakalla. Jamii nyoyo zimekufa, wanahitaji mawaidha magumu, wanahitaji waambiwe kinaga ubaga, ili ndilo ili silo. Yani ule muda wa kuwalingania watu kwa hekima katika jamii hivi sasa umekwisha. Yani imefikia mahala hivi sasa ukiongea jambo kwa hekima, watu kwa hekima wanakuona wewe sio ufai katika jamii, wanakuona wewe sio kiongozi wa dini, wanakuona wewe ufai. Yani kama vile kumpigia mbuzi gitaa. Jamii inahitaji iambiwe kinaga ubaga kwamba hili ndilo ili silo. Na inawezekana wakati fulani ikawa kuna jambo ni gumu kulisema ukawa unaogopa, lakini ifike mahala lile jambo lisemwe. Inawezekana kuna jambo ukawa unaona ni gumu kulisema, unaogopa, lakini ifike mahala lisemwe. Wiki iliyopita wakati naongea habari za ushoga, kuna watu wakanipigia simu wakanambia, Shekhe wewe uogopi? Akawa ananiambia kwamba unajua ushoga ni mtandao mkubwa sana Shekhe, wataanza kukuandama hao mashoga hao, wataanza kukuandama, wengine ni viongozi. Watu wakawa wananipigia simu. Sasa imefika mahala mashekhi wanaogopa kusema jambo ambalo ni baya kwenye jamii kwa kuogopa kwamba na wao watakuja kuradiwa na wale wanaofanya ile dhambi. Imefikia kiwango hiko. Kwa hiyo kuna baadhi ya dhambi mashekhi hawatakiwi kusema, kuzisemea, wakae kimya, waziangalie kama zilivyo, kwa sababu wakizisema zile dhambi kuna watu watawaundia magenge ya kuja kuwaradi. Mtu anakupigia simu, Sheikh wewe uogopi bwana, achana hilo jambo bwana. Tena fika mahala mtu anakuonya, Sheikh hilo jambo achana nalo. Ushoga Sheikh. Mtu anaweka msiba wa mbwa Sheikh. Yani hili nalo mashekhe wakaekima wasiseme kwamba ukisema watu watakuradi. Hapana. Moja ya majukumu ya mashekhe ni kuhakikisha jamii inabakia kuwa sawa. Lazima tuyazungumze haya kwa kinywa kipana, kwa sababu ujio wa Bwana Mtume Muhammad ulikuja kumtoa mwanadamu katika upotevu. Ujio wa mtume ulikuja kumtoa mwanadamu katika maisha ya kinyama. Leo tunalazimishwa turudi katika maisha ya kinyama. Aina tatahabuni ya jamaa, tunakwenda wapi? Umma huu mtume kauacha ukiwa salama, ukiwa uko vizuri. Leo watu wanatulazimisha turudi enzi zile kabla ya ujio wa mtume. Dhulma imetawala katika jamii. Wakati ule kabla mtume ajaja, ilikuwa wanaume kuoana baina ya mwanaume kwa wanaume ni jambo la kawaida. Ilikuwa hivyo kabla mtume ajaja. Ilikuwa hivyo. Ilikuwa wakati ule kuingiliana kinyume na maumbile ni jambo la kawaida. Ilikuwa hivyo. Wakati ule ilikuwa mwenye nguvu ndio ana haki, wakati huo kabla mtume ajaja. Mtume alipokuja alikuja kuyaondosha yote haya. Ndio maana sisi tukawa ni umma bora kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu mmoja aliniuliza swali akanambia, Shekhe, sisi dhambi tunazofanya kuna baadhi ya watu waliangamizwa. Kwa mfano wakina Luti waliangamizwa kwa dhambi ya liwati. Liwati waliangamizwa. Leo liwati inafanyika tena, iko wazi mpaka mitandaoni, mpaka uvunguni liwati imeenea. Mbona hatuangamizwi? Mbona hatuangamizwi? Jawabu langu nikamwambia ni kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad. Yani tunashindwa kuadhibiwa na Allah, na sio kama Mwenyezi Mungu anashindwa kutuadhibu. Mwenyezi Mungu hashindwi kutuadhibu kama alivyoadhibu watu wa kaumu ya Nabii Lut, anaweza. Lakini ma kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuadhibu watu hali ya kuwa mtume yupo kati yao. Yani salama, nusra tunaipata kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad. Sisi ni umma bora kwa sababu ya mtume. Ndio maana leo mnaona majanga mengi yanatuepuka kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad. Lakini kimsingi hakuna dhambi tunayofanya watu waliopita ambao hawakuifanya dhambi hiyo. Tunarudi katika unyama ambao mtume alishauondosha. Tunarudi katika hali ambayo sio ya insania, sio ya ubinadamu. Leo dunia
Kuna watu wanaita ni mashirika ya kupigania haki za binadamu. Yako wapi mashirika ya haki za binadamu ikiwa kuna watu wanaingiliwa kinyume na maumbile? Yako wapi mashirika ya kutetea haki za binadamu? Ni ubinadamu gani wa kumuingilia mwanaume mwenzio? Ni ubinadamu gani kutengeneza mahusiano baina yako wewe na mbwa? Haki ya kibinadamu iko wapi? Yani mtu kashindwa kuweka mahusiano na binadamu mwenzie, anatengeneza mahusiano na mnyama kwamba yule ndio mpenzi wake. Wale wanaotetea haki za binadamu wako wapi? Mbona watu waone aina wakitetea? Tulichokuja kugundua sio kutetea haki za binadamu, bali ni watu ambao wamekuja kupokonya haki za wanadamu. Na ndio maana hakuna dini ambayo imekuja kutetea haki ya mwanadamu kama dini ya Uislamu. Hakuna shirika wala hakuna taasisi yoyote duniani iliyokuja kutetea haki za wanadamu kushinda taasisi aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad. Taasisi ya Uislamu ndiyo iliyokuja kutetea haki ya mwanamke katika dunia. Taasisi ya Uislamu ndiyo iliyokuja kutetea haki za watoto katika ulimwengu. Taasisi ya Uislamu ndiyo iliyokuja kutetea haki ya mwanadamu. Hakuna shirika lolote. Uongo. Kumfanya mwanadamu awe huru kwamba afanye anavyotaka sio kutetea haki yake, bali ni kumpokonya haki yake. Unaposema kwamba haki za binadamu, mwanadamu awe huru afanye anavyotaka, ni kumpokonya haki yake. Uhuru wa mwanadamu ni kuwekewa limitation, kuna baadhi ya mambo asiyafanye. Huo ndio uhuru wa mwanadamu. Unaposema kwamba mwanadamu avae anavyotaka, mwanamke anaye avae anavyotaka. Mwanamke anatembea uchi barabarani. Mwanamke anatembea barabarani kwamba ndio uhuru wake afanye anavyotaka. Uone unamfananisha na mnyama? Mbuzi anatembea uchi, ng'ombe anatembea uchi, uone unampokonya ubinadamu wake? Ya ayuha nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Uislamu unakuja kuonyesha usarabu, thamani ya mwanamke, sio kumruhusu atembee uchi. Watu wanatetea haki za binadamu, kila binadamu afanye anavyotaka, awe huru, mwanamke atembee anavyotaka. Umempokonya haki yake. Leo tunalazimisha mashoga wawe na haki. Haki gani? Huyu kaumbwa ni mwanamume, hakuumbwa kuingiliwa, kitendo ambacho hata mbwa hawezi kufanya. Mbwa hawezi kufanya kwa mbwa mwenzie. Leo mnakuja kutuaminisha kwamba ni haki yake mwanadamu afanye anavyotaka. Hakuna taasisi yoyote, hakuna NGO yoyote duniani iliyokuja kumpa haki mwanadamu isipokuwa NGO ya Uislamu. Whether watakubali au watakataa, isipokuwa zimeundwa kuja kupokonya haki za wanadamu, sio kutetea, kupokonya haki za wanadamu. Kabla ya Uislamu tulikuwa tunashuhudia wanawake walikuwa hawaingii katika mirathi, walikuwa hawarithi. Uislamu umekuja kumpa haki mwanamke kuingia katika mirathi. Ni nani aliyekuja kumtetea mwanamke kama sio Uislamu? Leo katika mitandao watu wanakaa uchi, inaonekana ndio uhuru katika mitandao. Mtu anapiga picha akiwa tupu, mtu anarekodi video akiwa tupu, anachukua anaweka kwenye mtandao, inaonekana ni uhuru wake. Subhanallah. Ndugu zangu, jamii inahitaji msaada. Jamii inahitaji kusaidiwa, kutolewa katika fikra hizi ambazo wanapandikiziwa na watu. Hii ni project maalum watu wanaipandikiza kwenye fikra za watu. Leo unaona ni jambo la kawaida kwa binti kutembea uchi. Zamani ilikuwa haiwezekani. Binti akatoka amevaa kimini mtaani, ilikuwa haiwezekani. Miaka ya 90, 80 kuja chini tu hapa, ilikuwa haiwezekani. Binti akitoka na suruali mtaani, mtaa mzima watamshangaa, huyu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa nani huyu? Mtaa mzima utamshangaa. Leo tumepandikiziwa fikra, mtu anatembea na kimini hapa, hakuna mwanadamu aliyekuwa anajali tena.
tunaonyeshwa kuwa ni maisha ya kawaida. Tunaaminishwa hivyo. Tunapokonywa zile haki za wanadamu, tunaletewa mambo ambayo sio ya ubinadamu. Jamii inahitaji msaada, na hasa kusaidiwa kwenye upande wa kifikra. Wa magharibi, vita wanayopigana hivi sasa wanaita ni vita vya kifikra, battle of mind, vita vya kifikra. Yani wanakutengenezea fikra ya aina fulani ili wakuharibu wewe na kizazi kinachokuja. Sasa hivi hawatumii nguvu kubwa. Nguvu sasa hivi wanayotumia ni kwenye fikra zako. Kuna kitu wanakizoesha kwenye fikra yako, mpaka unaona ni kawaida, unazoea kukiona kile kitu. Zamani ilikuwa kuona paja la mwanamke unashtuka, unasisimka. Leo imekuwa ni jambo la kawaida. Na ukiona wala ustuki tena. Yani maisha hayo yamekuwa ni ya kawaida. Yamekuwa ni maisha ya kawaida. Zamani ilikuwa kuwaona wanawake wanajiuza, ilikuwa ni issue. Tumeaminishwa. Leo imekuwa ni jambo la kawaida. Mpaka kwenye mtandao watu wameweka website maalum, watu wanajiuza. Jamii inahitaji msaada. Jamii lazima isaidiwe. Na isaidiwe hasa kwenye upande wa kifikra, kwamba namna gani wa magharibi wanajaribu kutupandikizia fikra za ajabu kwenye vichwa vyetu. Leo shule hizi, unaweza ukamchukua mwanao ukampeleka kwenye shule ambazo sio za Islamic, za seminari za Islamic, ukampeleka kule akienda anakwenda kukutana na watoto ambao malezi yake alipotoka kule nyumbani kwake, mtoto kashaharibika tayari. Anakuja mtoto shuleni boarding, anakuja kukaa tayari kashakuwa tomboi. Anakuja kukaa mtoto shuleni tayari kipa kashatoka golini, kashaharibika nyumbani, kashaharibiwa. Yani mzazi asipokuwa makini, hata kule ambapo anampeleka mwanawe kwenda kusoma, anaweza akajikuta anampeleka mahala ambapo mwanae anakwenda kuharibika. Yani lazima ifikie mahala jamii isaidiwe kwenye kila eneo, kwamba mwanangu wapi nampeleka kwenda kuchukua elimu, mwanangu anakwenda kukaa na nani. Unaweza ukaona ni jambo la kawaida mtoto wako kukaa na kila mtu, lakini ni rahisi sana mtoto kuadapti tabia za yule anayekaa naye kila siku. Rahisi sana hilo kwa mtoto. Ni jambo jepesi sana kwa mtoto hilo, kuadapti tabia ya mtu anayekaa naye ni jambo jepesi sana. Leo kimchukua mwanao akaenda akakaa na pengine mtoto mwenzia ambaye ana tabia za ushoga, billahi alaikum, baada ya miaka miwili mwanao kubadilika kuwa shoga ni 80%. Uwezekano huo upo. Na watoto wanaharibika kuanzia majumbani huku wanapotoka, wanatokea huko. Kuna wazazi wanawalinda watoto, yani mwanae wanaitwa ni yes fathers wanaitwa. Yani mtoto kila anachokitaka anapata kwa baba yake. Yani mtoto analelewa kiudele kiasi ambacho ukimgusa kama mayai. Jamii lazima isaidiwe. Kuna mahala tumeteleza, tunarudije huko? Lazima tusaidiane kubadilishana fikra. Haya yasiposemwa, ndugu zangu Waislamu, mmomonyoko wa maadili ni mkubwa hivi sasa. Mimi natamani membari zote za Ijumaa, natamani mashehe wote hivi sasa kila mmoja akafanya research, akafanya study maalum kugundua jamii na changamoto gani, kisha atakuja kugundua ili asimame kwenye membari aweze kuwapa ujumbe jamii wanayostahili. Kwa sababu hivi sasa kuna watu wanakuja kupanda kwenye membari hawajui jamii wana changamoto gani. Mtu anakuja kusimama kwenye membari pale, jamani zaka, toeni zaka. Brother, kuna mashoga mtaani huko wamejaa. Vijana sasa hivi hawafanyi kazi yao ni kubeti, wamejaa mtaani huko. Wewe kazi yako, mimi mcha Mungu bwana, mimi stoki na kama msikitini. Unawaamrisha watu kutoa zaka, watu hawafanyi kazi. Jamii imeharibika. Brother, kuna watu hawataki ndoa tena, vijana hawataki kuoa.
Mtu anatoka hapa anaenda kitambaa cheupe, anaenda wavuvi, anaenda kununua mwanamke, anamalizana naye, hataki kuoa. Wewe umekaa zaka, sadaka, watu hawaoi kule. Yani sasa hivi mtu kumpata mwanamke ni jambo jepesi. Zamani brother, mimi nakumbuka shangazi yangu alinisimulia, ananambia alikutana na mume wake, yani shangazi yangu mimi alikuwa na mume wake, alikutana na mume wake, ilikuwa siku moja katika sikukuu ya Idi. Siku moja katika sikukuu ya Idi walikutana. Baada ya kukutana, yule bwana akampenda shangazi yangu. Baada ya kumpenda, ilichukua miaka 15. Miaka 15 yule bwana ndio kuja kumpata shangazi yangu kumuoa. Miaka 15. Leo kumpata mwanamke ni jambo la sekunde. Jambo la sekunde. Tena mbaya zaidi, kumpata mwanamke katika zama za leo wala utumii gharama. Wanawake wamekuwa rahisi kumnunua mwanamke sasa hivi 2,000 tu unapata mwanamke. Sizungumzi mamilioni, malaki, la hasha wakalla. Jamii yetu hivi sasa leo kumpata mwanamke 2,000. Yani ukienda Tandale kuna mtaa unaitwa mtaa wa Kaitaba. Ukienda huko mwanamke 2,000. Mtu anaweza akajua, shekhe kajuaje? Mbona ujiulize shetani nimemjuaje? Niko namjuza shetani. Yani haya mambo lazima watu wafanye research, wagundue jamii inakumbana na changamoto gani. Tunapambana sadaka, zaka, huku kuna mmomonyoko wa maadili, watu wanaharibika. Mtu ana mapenzi na mbwa, ndo mpenzi wake mbwa, kafiwa, analia, anaweka matanga. Nyie mmekazana sadaka, jamii huku inaharibika. Tutokeni, twendeni field. Unajua kuna baadhi ya wakati walitablighi wale watu wanawasema, lakini mimi nawakubali sana wale wanatoka wanakwenda field, wanakwenda mtaani, wanakutana na watu, wanazungumza nao, wanajua wale watu wana changamoto gani. Sasa huwezi kuwatoa watu kwenye changamoto yao bila ya kujua wana changamoto gani. Lazima mashekhe wakubali kwenda field. Kaa nao watu, utawajua wana tabia gani. Idha kunta fi amrin fakun fihi. Ukiwa katika jambo la kidawa, wewe ni mtu wa da'wa, kuwa ndani ya da'wa yenyewe. Huwezi kutoa da'wa kama hujui watu wana changamoto gani. Ndio maana leo membari nyingi zimekuwa hazileti outcome, zimekosa impact kwa sababu hawaelezwi zile changamoto zao jamii. Mtu anakuja kusali, akimaliza anaambiwa tu bwana sadaka, zaka, anasinzia, akitoka anaondoka. Amekuja hapa ana changamoto fulani inamkabili, haelezwi. Jamii inaharibika, haelezwi. Nini afanye, haelezwi, anaondoka. Mwisho wa siku tunabomoa jamii. Jamii inahitaji kusaidiwa, na hakuna anayeweza kuisaidia jamii isipokuwa ni viongozi wa dini. Hakuna anayeweza kuisaidia jamii. Mzazi ahakikisha anamlea mwanawe katika mazingira aliyokuwa ya sawasawa. Tusipofanya haya majukumu haya, masulia yetu yatakuwa ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunalo la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fuatilia mada nyingi za mashekhe wanaogopa kuzungumzia ushoga. Fuatilia, wanaogopa kuzungumzia mapenzi ya jinsia moja. Fuatilia, watu wengi sasa hivi wanaogopa kuzungumzia zinaa. Yani hizi mada ukikaa uzisikii hizi katika masikio ya watu. Fuatilia, mashekhe wengi wanaogopa kuzungumzia kubeti. Kuna watu wanaogopa kuzungumzia mapenzi na wanyama. Kama hivi mtu ana mapenzi na mbwa wake ndo mpenzi wake, watu wanaogopa kuzungumza. Yani kuna mada fulani soft hivi ndio watu wanazungumza hivi. Mabwana, jamii imekufa. Jamii imekufa. Mimi na nyinyi ni mashahidi. Hatuzungumzi haya pengine tunazungumza hadithi za kusadikika, hapana. Tunayazungumza haya kwa sababu mimi tunayaona mtaani, tunayaona. Wewe unaweza ukaona ni jambo la kawaida, lakini mimi nikilitazama jambo nalitazama katika jicho lingine, kwamba hali hii leo ipo hivi. Je, baada ya miaka 10 hali itakuwaje? Kama unavyoona leo
watu hawataki kuwapeleka watoto zao madrasa. Mimi hili silitazame katika mtazamo huo tu, natazama baada ya miaka 50, maana yake mashekhi watakuwa hawapo katika nchi hii. Natazama katika jicho hilo kwamba leo unavyoona jamii haipeleki watoto madrasa, ninachotazama ni kwamba hawa mashekhi waliokuwepo, wakina Sheikh Juma waliokuwepo leo, baada ya miaka 50 hawa hawapo. Kwa sababu Sheikh Juma ukimtafsiri sasa pengine kama kaishi sana miaka yake mingi sana mbele 20, lazima arudishe namba, lazima arudishe. Je, akiondoka kuna nani? Kwa hiyo wakiondoka mashekhe hao baada ya miaka 50 mbele, mashehe hamna katika jamii, Uislamu utaendaje? Kwa hiyo unapotafsiri mambo kwenye jamii, ya tafsiri katika mtazamo mpana. Je, baada ya miaka 50 hali itakuwaje? Haya mnayoyaona leo katika jamii, haya mnayoyaona leo, chukueni haya maneno yangu, na kwa kuwa media hizi zina rekodi vipande hivi, pengine kizazi kinachokuja sio tutakuwa hatupo, lakini kipo kizazi kitakuja kushuhudia haya. Leo mnaona wanawake wanajiuza mitaani, itafika mahala watu watakuwa wanafanya mapenzi hadharani. Mapenzi hadharani watu watakuwa wanafanya, na mtu mwingine atakuwa anapita huyo, wala hakuna anayejali, hakuna. Leo mnashuhudia watu wanavaa vinjunga, wanawake mapaja yako wazi. Zama zinazokuja watakuwa wanavaa bikini na chupi mtaani, na wala hakuna mtu ambaye atakuwa anajali. Yani kila kitu kinakwenda kwa process. Huu ni mchakato, unakwenda mpaka unakaa sawa. Jamii inahitaji msaada, lazima tuisaidie jamii kwenye kila nyanja. Hatuwezi kuiacha. Al-insanu madaniyu bitabi'i, tumeumbwa tuishi kijamii. Huwezi kwenda kuishi mbinguni, huwezi kwenda kuishi ardhini, tunaishi kwenye jamii hii. Kwa hiyo lazima tukubali kuisaidia jamii. Hali ni mbaya Waislamu, hali ni mbaya. Mimi na mtoto wangu mdogo wa miaka mitatu, mtoto wangu mdogo wa miaka mitatu, wallahi ukikaa naye mambo ambayo anayokuambia, anavyozungumza, utajua kwamba jamii inahitaji msaada. Mtoto mdogo yupo chekechea, anasoma kindergarten. Ukikaa naye maneno anayokuambia utagundua wazi kwamba jamii inahitaji msaada. Mdogo miaka mitatu, mdogo. Zama zilizopita mtu ana miaka 10 ana struggle kuongea. Sasa hivi mtoto ana miaka mitatu, kila neno unaolijua wewe analo. Kila aina matusi unaoyajua wewe, mtoto wa miaka mitatu matusi anayo. Ndugu zangu, jamii inahitaji msaada, sio ya kuachwa hii jamii. Lazima iambiwe wapi tunapatia na wapi tunakosea. Tukiacha hii jamii, wallahi tumeangamia. Wallahi thumma wallah, tumeangamia. Hivi kwa mfano, leo ndio unakuwa na mke wako anakuwa ndio kama yule msanii ambaye ndio kaeka msiba wa mbwa wake. Yani yule ndio anakuwa mke wako. Hivi unadhani wewe mwanao atakuwa kwenye hali gani? Yule aliyeweka msiba wa mbwa, yule mbwa wake kafariki, yule ndo anakuwa mke wako. Hivi unadhani mtoto mtakayemzaa na yule ndio mama? Na wataalamu wa malezi wanasema al-ummu hiya madrasatul ula, mama ndio shule ya kwanza. Hivi unadhani ndio shule ya kwanza anakuwa ndio yule mama wa mwanao, anakuwa yule? Hali ipoje? Jamii imefikia kiwango sasa hivi mpaka wanawake wa kuoa wamekosekana. Yani wanawake unafanya kutafuta, jamii imefikia katika hali hiyo. Tusipoyasema haya ndugu zangu Waislamu, jamii imekufa, jamii imeharibika. Imefika kiwango sasa hivi hao vijana tunawasema kwamba wakaoe, imefika hatua sasa hivi na wenyewe hawawezi kufanya lolote mpaka wabusiwe. Yani kijana unamwambia akaoe, hawezi kufanya lolote mpaka abustiwe. Yani jamii inahitaji msaada Waislamu, hali imekuwa mbaya. Jamii inahitaji isaidiwe. Tunayasema haya kwa sababu ya kusaidia. Tunagusa yale maeneo muhimu, wapi jamii imeathirika, ili tuweze kurekebisha. Na mimi najua walioharibika na washaharibika, lakini tunawawaza hawa ndio wanakuja
Hawa wakiachwa maana yake tumeharibikiwa. Hawa wakiachwa, hawa Uislamu umekufa. Hawa wakiacha, Tanzania imekufa. Ndio maana leo mnaona kuna kuwa na watu ambao ni rahisi kuweza kuwapenyezea ajenda watu wengine zikaingia kwenye vichwa vyao, kwa sababu wanaamini ni vita ya kifikra. Wewe ukitaka uwawini watu, badilisha fikra zao, badilisha mtazamo wao. Lakini wanaowatarget ni hawa vijana ndio wanaowatarget hao. Sasa hivi utamshawishi Juma aende akaandamane barabarani? Utanishawishi mimi nende nikafanya vurugu barabarani? Uweze kunishawishi kwa sababu najua. Lakini sasa hivi watu wanawatarget hao. Hiki kizazi Gen Z hiki ndio target, na ndicho kinachoharibiwa kwenye kila nyanja, na mitandao imeletwa kwa sababu ya hawa. Target ni hawa, na kila content inayotumwa kwenye mtandao target ni hawa. Wakiwapata hawa wamefanikiwa, kwa sababu wewe sasa hivi hawawezi kukushawishi. Hivi kuna mtu anaweza kukushawishi sasa hivi una miaka 40 kuingia katika ushoga? Unatafuta nini? Kuna mtu anaweza kukushawishi sasa hivi kwenda kufanya vurugu? Hakuna unachokitafuta, ila target ni hawa, ndio target. Na ukifuatilia, wallahi mimi naongea vitu kwa sababu nafuatilia, najua. Ukifuatilia, ukiingia kwenye TikTok, wallahi leo nilikuwa natazama wakati naandaa nafanya lesson plan ya darasa hii ya leo, nilikuwa naangalia kwenye TikTok, wallahi nilikuwa na scroll mpaka mwili ulikuwa unatetemeka. Watoto wadogo wa miaka 8, miaka 10, 12 wapo katika ushoga. Yani wallahi mpaka nikawa nawaza, ya Rabbi, mwanangu mtoto wa kiume ule itakuwaje? Yani nilikuwa nawaza, nikimwangalia mtoto mdogo nikaanza kumwaza mwanangu. Yani nilikuwa nakosa majibu kwamba dunia inakwenda wapi, jamii inakwenda wapi. Ndio maana nawaambia tuisaidieni jamii. Jamii ni hawa ndio jamii. Sisi tushamaliza tayari, hawa tuwasaidieni hawa. Kumvesha mwanao majuba sio ushamba. Kumvesha mwanao majuba, kumvesha akavaa kwa kujistiri sio ushamba. Maana tafsiri ya watu wengi wanadhani mtu akivaa majuba mshamba. Hasha wakalla, sio ushamba, bali unamfunza mtoto wako wa kike kujua thamani yake, utu wake, value, thamani aliyokuwa nayo. Lakini kuna baadhi ya wazazi, mtu anakaa sebleni, mtoto wake wa kike kavaa kinjunga, mapaja yako wazi, na yeye anacheka, anafurahia. Anatembea mtoto wake wa kike yuko nje, mapaja yako nje, mzazi hasemi chochote, anaona ndio maendeleo. Na siku hizi kwenye shule hizi ambazo sio za Kiislamu, ukienda kwenye graduation, kuna kuwa na ngoma za asili zinawekwa, watoto wa kike wanapita mbele, wanakatika viuno, wazazi wanapiga makofi, wanashangilia. Mwanao wa kike anakatika mbele za watu, unafurahia, unachekelea. Yani jamii tumeaminishwa vitu vya ajabu. Mimi mtoto wangu nilimwambia, mwalimu mkuu anasoma hizo shule za nani, nilimwambia mtoto wangu mimi hafanyi hiyo graduation yenu. Nilimwambia kwamba mwanangu mimi wa kike hafanyi hiyo graduation yenu. Kama mtafanya fanyeni nyie, lakini mtoto wangu wa kike hawezi kukatiza mbele ya wanaume, anakata viuno, haiwezekani. Unajua, unaweza ukaona kama ni jambo la kawaida, lakini yule mtoto anatengenezewa mentality fulani hivi. Kesho na kesho kutwa anakuwa haoni tabu kukatiza mbele ya wanaume, haogopi chochote. Zamani ilikuwa mtoto wa kike kukatiza mbele ya wanaume ilikuwa ni issue. Leo mnakaa nyi wawili, mmoja hapa mmoja hapa, mtoto wa kike anakatiza katikati yenu, anakatiza, haofii na wala haogopi. Zamani ilikuwa mtoto wa kike akija kuna wanaume anageuza, anarudi. Leo hali ipoje? Utageuza wewe njia, lakini sio yeye. Jamii imefikia katika hali hiyo. Sasa haya tunayazungumza, kila mmoja ajikague katika familia yake na maisha yake anayoishi. Je, wanaishi kwenye mazingira ya aina gani? Wanaishi kwenye hali ya aina gani?
Zamani ilikuwa ukitoka shule madrasa, kutoka shule unakwenda madrasa. Leo unatoka shule saa 12 jioni, mtoto wako amegiwa homework 8, anaingia saa 12, anatoka saa 12 jioni, amegiwa homework 8. Muda wa kusoma dini anaupata wapi? Tunaambiwa elimu. Mbona wale wa zamani na waleo ndio wamekuwa vilaza? Yaani wale watu wa zamani waliokuwa wanasoma kuanzia asubuhi mpaka saa 8, alafu wanakwenda madrasa, walikuwa wana akili timamu na hawajaharibika. Leo hawa ambao tunaaminishwa kuwa wanataka elimu asubuhi mpaka saa 12 bado wanakuwa vilaza. Wao kitaka kulijua hilo, nitoe mfano, nimnyanyue mtu mmoja tu hapa, nimtajie tebo ya 10 tu hapa, alafu uone. Tebo ya 10 tu uone. Zamani ilikuwa mtu anaweza kuhifadhi tebo, lakini sasa hivi vichwa vimekufa. Hiyo ndio hali ilivyo. Kwa hiyo watu wanaaminishwa, watu wanalishwa, wanatengenezewa mentality. Watoto hawasomi dini. Unakuwa mwanangu atakawe engineer, mwanangu atakawe lawyer. So after kuwa lawyer, nini kinafuatia? Mwanao kashakuwa lawyer, sawa. Nini kinafuatia? Mwanao kashakuwa muhasibu, ndo hao wahasibu wezi kwenye serikali. Mtu anaajiriwa, anapelekwa serikalini, mwizi, anaiba, anafanya ufisadi kwa sababu amekosa dini, amekosa malezi, amekosa maadili. Yaani kama una mtoto wako, hakikisha brother anasoma dini, hata kama ikiwa ni lisali moja, hakikisha anasoma dini. Yaani kuna mfumo fulani tumeletewa, watoto wetu wakose muda wa kusoma dini, wakose kabisa, wakose huo muda. Shuleni ukienda kule, kuna kipindi cha ujanja cha kipindi cha dini, dakika 45 kimewekwa kwa wiki mara moja, cha ujanja. Alafu mwalimu wa dini anakuwa mmoja, madarasa yako 6, anafundishaje dakika 45? Yaani kimewekwa kiujanja. Sasa hii haiwezi kuwa sawa. Lazima tukubali kuisaidia jamii, ndugu zangu Waislamu. Lazima. Tukiiacha jamii tumepotea. Tukiiacha jamii tumeharibikiwa. Tutegemee bomu kubwa katika maisha yanayokuja huko mbeleni. Kubwa tutegemee katika maisha yanayokuja huko mbeleni. Litakuja kulipuka, tutakuwa hatuna watoto tena na hali itakuwa mbaya. Leo unavyoona kuna janga la watoto kutokuwahudumia wazee wao. Yaani mtoto amhudumii baba yake, amhudumii mama yake. Kizazi kinachokuja bila kuwafundisha dini, ndo hali itakuwa mbaya zaidi. Hali itakuwa mbaya zaidi. Leo unaongea na mwanao akuogopi. Leo unaomba mwanao fanya hivi afanyi, anakukaidi. Zama zinazokuja hali ndio itakuwa mbaya zaidi. Lakini kizazi chetu, na nyinyi mnakumbuka watu wazima, zamani baba yako alikuwa akikwambia jambo, sio kukwambia, alikuwa akifanya unakuwa kashairi, baba akasema nini. Ilikuwa inafika mahala baba akikukata jicho tu, unajua hapa leo kimenuka hapa. Mzee hataki hili jambo. Ilikuwa akija mgeni, mzee akigeuka tu hivi, unajua hapa nyanyuke hapa. Lakini leo anakuja mgeni, mkata jicho mwanao, muangalie kama atanyanyuka. Yaani dunia imefikia hapo. Jamii imefikia hapo. Anakuja mgeni, zamani ilikuwa mtoto hawezi kumparamia mgeni, wala hawezi kumpiga makofi mgeni, kosa la jinai ilikuwa. Leo hali ipoje? Mtoto wangu mimi na wewe, hali ipoje? Mtoto wangu mimi na wewe, hali ipoje? Anakuja mgeni pale, anakula makofi mpaka anaondoka. Pigwa makofi na mtoto, yani mtoto usimpige wewe, mwache. Yani watoto aina ya malezi. Hivyo ndivyo jamii imefikia huko leo. Sasa haya yasiposemwa, ndugu zangu Waislamu, jamii itakuwa haiwezi kutengemaa. Jamii inahitaji kusaidiwa, na Mtume alikuja kuitengeneza jamii, kuja kuishepu jamii ikae katika mwenendo uliokuwa sawa. Ndio maana unaona Fatima alikuwa ni binti, alikuwa mzuri, alilelewa kimaadili, alikuwa yupo sawa. Ali alikuwa ni mtu aliyekuwa mzuri, aliyekuwa jasiri, alikuwa sawa, kwa sababu walilelewa katika mikono ya Mtume Muhammad. Malezi ya Mtume alikuwa ni malezi ya sawa. Sasa malezi yale
ndiyo malezi ambayo yatakiwa sisi tuishi. Hatuwezi kufikia 100%, 100%, lakini at least kuna baadhi ya vitu tuchukue kwa mtume tuweke kwa wanetu, tuchukue kwa mtume tuweke kwenye familia zetu, angalau pengine tutaweza kuisaidia jamii. Lakini lau kama tukiacha, tukiona ni ushamba, manake leo ukiwa na dini unaonekana ni mshamba, dini unaonekana ni mshamba, dini ukiwa nayo unaonekana ni mshamba. Yani kwa mfano ukiwa unavaa kanzu unaswali, jamaa siku hizi bwana kaishiwa yule, jamaa mshamba kweli, yani unaonekana ni mshamba ukiwa una dini. Lakini unaonekana mjanja kwenye majumba starehe, klabu nini, unaonekana ndio mjanja. Hapana brother, ujanja ni kuwa na dini, ndio ujanja. Lakini leo jamii inaaminishwa mjanja ni yule ambaye hana dini, yule mwenye dini anaonekana mshamba. Ndio maana leo mtu akienda kuoa mahala aulizwe habari ya dini yake. Mtume anaelekeza mtu akija kuoa, muulizeni kwanza dini yake. Mkiridhika na dini yake na tabia yake muozesheni. Asa hivi mtu aulizwi dini wala aulizwi tabia. Asa hivi watu ukienda kuoa wanakuangalia, baba unafanya kazi wapi? Yani swali la kwanza wanaangalia una begi? Yani kama begi una upewi mke. Jamii imefikia katika hali, yani hawajali dini, wanachoangalia mzigo unao. Mwisho wa siku anaolewa binti yako, anakwenda kule, ndoa haidumu hata miaka, sababu kaolewa na mtu ambaye hana dini, kaolewa na mtu ambaye hana dini. Mimi kuna mtu mmoja niliwahi kumwambia, binti yangu mimi hajafikia umri wa kumuozesha, lakini ukifikia umri wa kumuozesha, yule anataka kuoa, sio mtume mshenga, sio mshenga. Yani wewe mwenyewe uje tuonane uso kwa macho. Kipimo cha kwanza kitakuwa ni dini, yani dini yako, kiwango cha dini yako, sio kwa uwe shekhe ustadhi, la, yani una practice yale mambo yako ya Uislamu. Yani uweze kumchukua binti yangu ukampeleka kwako hali ya kuwa wewe uswali. Yani moja ya kigezo cha kukosa mke, mtu akiwa aswali usimpe mke. Yani akija mtu aswali usimpe mke, na sheria ya dini inaruhusu. Yani mtu kaja, bwana mimi unaona swali aswali, au unamwona mjanja tu anakuja kuswali kimipango ataka mke, usimpe. Na Uislamu unaruhusu hivyo. Sasa akiwa anakuja mtu, mtazame dini yake. Huyo mtu nampa binti yangu, je, mazingira yake yapoje? Anaweza kwenda kukaa naye katika mazingira ya dini? Usiende ukampa mtu binti yako akarudi binti yako akawa anavaa vinjunga. Umempa mtu binti yako akiwa anavaa hijabu, anarudi binti yako anavaa vinjunga. Mtu akija, jambo la kwanza mtazame. Lakini dunia leo haitazami dini, kwanza wanatazama ana begi. Ndio maana leo inafika mahala mtu ukienda mahala, wewe unafanya kazi gani? Kazi yangu mimi ustadhi wa madrasa. Watu wanaanza kushauriana, atampa nini huyu bwana? Atakula idhaja mwanetu? Yani watu wanaanza kuulizana, atakula idhaja mwanetu? Shekhe, upati mke, upati mke. Mimi nina ushuhuda wa jambo hilo, mke upati. Haya tunayoyazungumza sio hadithi za kusadikika. Mke upati. Kwa sababu gani? Anawaza huyo ustadhi wa madrasa huyo, ada ya watoto 200 kwa wiki, watoto wako 80, hivi 200 mara 80 shilingi ngapi? Ataweza kunihudumia kweli huyu? Shekhe, upati mke, upati mke. Na kama utampata mke, basi wachache katika Mwenyezi Mungu waliowateua. Lakini wengi wao wanatazama nitaishije, anatazama nitavaaje, maisha yangu yatakuwaje. Ndio dunia leo ilipofikia hapa. Inshallah muda umekwisha, tuadhini. Baada ya adhana inshallah tuingie katika sala ya Isha.